السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم شكور Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuko kwenye aya ya pili mpaka aya ya 5 katika suratul Hujurat, sura ambayo tulianza kuitafsiri jana aya ya kwanza, ambapo Mwenyezi Mungu Azza wa Jal alianza sura kwa nidaa, kwa mwito wa kuwaita waumini kwenye aya ya kwanza, na kwenye aya ambazo twazitafsiri leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ameanza kwa nidaa ya kuwaita waumini, kisha kueleza sharia inayofuata mbele ama adabu nyingine inayofuata mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufundishwa adabu ya kwanza kwenye aya ya kwanza ya sura hii. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tarfa'u aswatakum, musinue sauti zenu, fawqa sauti nabii, juu ya sauti ya mtume, wala tajharu lahu bilqawli, wala musiseme na yeye kwa kelele, kajahri ba'dhikum li ba'dhi, kama mnavyosemezana nyinyi kwa nyinyi. Kwa kuwa musiseme na mtume kwa kelele kama vile jinsi ambavyo mwasemezana nyinyi kwa nyinyi kwa kupigiana kelele. An tahbata a'malukum, isije ikapomoka amali zenu, wa antum la tash'urun, na hali ya kuwa nyinyi hamujui. Innal ladhina yaghuddhuna aswatahum 'inda rasulillah, hakika wale wanaoweka sauti ya chini, wanaoweka chini sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechakasa nyoyo zao kwa uchamungu. Lahum maghfiratun, wana wao maghfira, wa ajrun adhim, wana na malipo makubwa kabisa wale ambao wameweka chini sauti zao mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wanapozungumza na yeye. Kisha Mwenyezi Mungu kaendelea kusema, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, hakika wale wanaokuita wewe nyuma ya vyumba. Mtume uko ndani ya nyumba ama ndani ya chumba, wakamuita mtume wakiweko nje ya nyumba. Aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Mwenyezi Mungu asema wale wanaomuita mtume min wara'il hujurat, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Walau annahum sabaru, lau kwamba wao wangesubiri, hatta takhruja ilaihim, mpaka uwatokee wao, wakasubiri nje mpaka wewe mtume uwatokee,
lakana khairan lahum, ingekuwa ni bora kwa wao kuliko kuweko nje ya chumba ama nje ya nyumba na huku wampigia mtume kelele. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, na Mwenyezi Mungu ni rahimu, ni mwingi wa sikitiko wa kumsamehe mja wake. Hizi ni kuanzia aya ya 2 mpaka aya ya 5 katika suratul Hujurat. Sababu ya kuteremka aya ya 2, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Sababu ya kuteremka hii aya ni nini? Wanavyuoni wa tafsiri wanasema sababu ya kuteremka hii aya tukufu ni kuwa walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ile delegation ya kabila la Bani Tamim, walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alitoa shauri kwa kusema auongoze humsafara Al-Qa'qa' ibn Ma'bad ibn Zurara ibn Adas. Abu Bakar kasema hii delegation iongozwe na huyu walomtaja. Umar radhiyallahu anhu na yeye akasema delegation hii iongozwe na Al-Aqra' ibn Habis ibn Iqal. Sasa Abu Bakar kampendekeza huyu na Umar kampendekeza huyu. Sasa Umar radhiyallahu anhu aliposema msafara huu uongozwe na Al-Aqra' ibn Habis ibn Iqal, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kamwambia Umar, ma aradta illa khilafi, hukutaka wewe isipokuwa kutofautiana na mimi. Mimi nimentaja huyu na wewe unataja huyu, wataka kukhtalifiana na mimi. Umar radhiyallahu anhu kasema ma aradtu khilafaka, sikutaka kukhtalifiana na wewe. Fartafa'at aswatuhuma, sauti zao zikawa juu, wakainua sauti zao katika huyu kumwambia mimi nimempendekeza huyu na wewe umenitoa huyo, wewe umetaka kukhtalifiana na mimi tu. Sauti zikainuka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Hili limetajwa na Bukhari katika sahihi yake na vitabu vingineo kama At-Tirmidhi katika tafsirul Quran, An-Nasai katika adabul qudat babu istimali shuara. Yani ni hadithi ambazo zimetajwa kwenye baadhi ya ummahatu sita kwamba aya hii musiinue sauti zenu juu ya sauti ya Mtume. Ni wakati ya msafara ulipokuja Abu Bakar kumshiria alotajwa, Umar akanshiria wake. Abu Bakar kamwambia umetaka kukhtalifiana na mimi, Umar akamwambia sio kuwa nimetaka kukhtalifiana na wewe. Sauti zikawa juu, aya tukufu ya Qur'ani ikashuka. Toi. Na katika wanavyoni kumepokewa kupitia kwa Thabit ibn Qais. Huyu Thabit ibn Qais kana rafi'a sauti, alikuwa ni mmoja aliyoinua sauti mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni kinyume na adabu itakiwao. Falamma nazalatil ayatu, hii aya ilipoteremka, kwa sababu kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri zinaweza kuwa sababu ya kuteremka aya zikawa nyingi vile vile na zikawa zinawahusu wengi, ama mmoja tu ikawa sababu ya kuteremka aya, lakini ikawa kuna matokeo mengi yanaofanana na hiyo sababu, ikiwa hiyo aya ndio inamuhusu yoyote. Angalia huyu Thabit ibn Qais, huyu alikuwa aliinua sauti mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii ilipoteremka, basi alisema nini? Alisema ana alladhi kuntu arfa'u sauti ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mimi ni yule ambaye nilikuwa nikiinua sauti yangu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na imeteremka aya inayosema la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
likanchia kero sahaba huyu. Maana sema zisije zikapomoka amali zenu na nyinyi hamujui. Na huyu Thabit ibn Qais tayari ameinua sauti yake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa akasema maskini mwenyewe, analladhi kuntu arfa'u sauti ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimi ni yule ambaye nilikuwa nikiinua sauti yangu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahli an-nar, mimi ni katika watu wa motoni. Akasema mimi ni katika watu wa motoni. Habita amali, amali yangu pia imepomoka, kwa mujibu wa aya tukufu ilivyosema. Wajalasa fi ahlihi hazinan, akakaa kwa watu wake, kwa maana alikaa kwa watu wake akiwa na sikitiko kubwa sana, akawa hatoki tena, haonekani huyu bwana. Faftaqadahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume kamkosa huyu na akamtefuta, akamuulizia, mbona simuoni Thabit ibn Qais? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza. Mtume alipomuuliza, fantalaqa ba'dhu alqaumi ilayhi, baadhi ya watu wakatoka kwenda kwake, kwa maana wakatoka kwenda kwa Thabit ibn Qais kumjulia, mbona huonekani? Mtume akuulizia. Faqalu, wakamwambia, tafaqadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akutefuta, amekukosa kwa muda. Malaka, una nini wewe? Ule ujumbe ulioenda kumtembelea Thabit ibn Qais. Faqala, akasema, ana alladhi arfa'u sauti fawqa sauti an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mimi ni yule ambaye nainua sauti yangu juu ya sauti ya Mtume. Habita amali, amali yangu imepomoka. Ana min ahli an-nar, mimi ni katika watu wa motoni, kwa mujibu wa aya tukufu ilivyozungumza. Huyu bwana akawahadithia hivyo. Basi wakatoka wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliporudi kwa Mtume, fa akhbaruhu bima qala, wakamweleza Mtume yale aliyoyasema Qais ibn, yani Thabit ibn Qais, ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa. Kwa hivyo humuoni kwa sababu ya hiyo aya iliyoteremka, na yeye asema kwamba ni mmoja kati ya wale walioinua sauti juu yako, mbele yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la bal huwa min ahli aljanna, sivyo, hapana, yeye ni katika watu wa peponi. Yani Mtume kaambia wale jamaa, yeye ni katika watu wa peponi. Katika riwaya, atardha an taisha hamida, hapa yaonekana ya kuwa hapa Mtume amwambia yeye moja kwa moja. Hapa kusema la huwa min ahli aljanna ni kwa kuwa alipopewa taarifa amekaa nyumbani na huzuni, kwa kuwa aya iloshuka ya muhusu, kwa kuwa yeye ni mmoja kati ya walioinua sauti mbele ya Mtume, kinyume na adabu itakiwavo mtu kuzungumza mbele ya Mtume, atakazungumze vipi? Sasa na aya kusema kuchelea isije amali zenu zikapomoka, yeye aona amali yake ishapomoka, ni mtu wa motoni, kwa kuwa ameinua sauti mbele yake. Sasa Mtume akawaambia hapana, yeye ni katika watu wa peponi. Kisha katika riwaya ni kwa Mtume sasa alimwambia yeye moja kwa moja alipoenda, atardha an taisha hamidan, waridhika wewe uishi ukiwa mzuri, uishi kwa uzuri, watuktala shahidan, na kuuliwa hali ya kuwa shahidi, watadkhul aljannata, na kuingia peponi. Wataka hivyo? Wataka maisha yako yawe mazuri, wataka kuridhika maisha yako yawe mazuri, uuliwe ukiwa shahidi na uingie peponi? Bila shaka matatu hayo yote ndio matarajio mazuri kwenye maisha ya mwanadamu, kwa sababu uwe na maisha mazuri, roho yako itakunduka. Kuuliwa shahidi ni kana zile aya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaum walakin la tash'urun, na kwenye aya nyingine bal ahyaum inda rabbihim yurzaqun. Sasa wewe wataka kuridhika uipate pepo, kasema radhitu bi bushra Allahi ta'ala wa rasulihi. Thabit ibn Qais huyu ndiye alosema nimeridhika na bishara ya Allah aliyetukuka na bishara ya mtume wake. Hapa amesema hivyo kwa kuwa
Mtume hasemi usiokuwa wahi, na kwa kuwa alikataa kusema, yeye amejihukumu kwamba kwa katika watu wa motoni, kwa kuwa aya inavyozungumza yeye amekwenda kinyume na adabu itakiwavyo. Lakini hapana, si yeye ni katika watu wa peponi. Kisha huyu bwana kujibu, nimeridhika na bishara ya Mungu na mtume. Ni kwa kuwa huyu mtume kusema haya kaambiwa na Mungu kwamba asitie wasiwasi, yeye ni katika watu wa peponi. Mtume ndipo akasema hivyo, kwa sababu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ndipo kasema hivyo. Kisha akasema hivi, wala arfa'u sauti abadan ala sauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sitoinua sauti yangu abadan juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia leo, kama kwamba kwa nimeokoka, nimetoka salama. Lakini kwa kuwa amali ya mtu ipomoke kwa sauti yake mbele ya mtume kuwa juu, ningekuwa ni katika watu wa motoni. Sitainua tena sauti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam abadan. Kisa hiki, riwaya hii imetajwa na Ibn Jariri Tabari katika tafsiri yake kubwa inayojulikana dunia nzima. Akasema sitoinua tena sauti yangu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, kwa hivyo tumeona kwa riwaya hizi, kwa mujibu wa aya ya pili katika suratul Hujurat, kwenye sharia ya mtu kuwa na adabu mbele ya mtume ni asiinue sauti yake kwa mazungumzo mbele ya mtume, kama vile jinsi tunavyoinuliana sauti sisi tunapozungumza. Lazima kuzungumza kwako mbele ya mtume kuwe kwa adabu ya hali ya juu. Sasa peleleza sana hizi aya. Kwenye hizi aya kuna walopata uokofu wa Allah tabaraka wa taala, kwa wale walosifiwa Mungu kusema wale wanaoweka chini sauti zao mbele ya mtume. Hao ni wale walotwahirishwa nyoyo zao kwa ucha Mungu, wana maghfira na malipo makubwa. Bila shaka itakuwa nkutwahirishwa mwanadamu kwa yule ambaye ataichunga hii adabu mbele ya mtume, sauti yake isiwe juu. Kisha kasema wale wanaokuita wewe nyuma ya vyumba, wengi wao hawana akili. Kwa maana si akili, mtume uko ndani, we uko nje umpigia kelele. Si adabu tena. Baada ya kuwa si adabu, Mungu kasema si akili, si vacho wenye akili wenye kufanya hivyo. Aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Uko nje ya nyumba wampigia mtume kelele. Tayib, hapa Al-Baydhawi asema innal ladhina nadahu, walokusudiwa kwenye aya ni watu wawili kwenye ule msafara ambao ilikuwa sababu ya kuteremka aya. Kwenye riwaya nyingine sema ilikurubia watukufu wawili kuangamia kwa aya hii, akikusudiwa Abu Bakar na Umar. Iko riwaya inayosema hivyo katika Ibn Kathir. Sasa ule msafara ambao Abu Bakar kashiria na Umar kashiria, sauti zikainuka, aya ya pili ikashuka, ilikuwa msafara hawa bwana mabwana wako, kwa mujibu wa kauli ya Al-Baydhawi asema hii innal ladhina yunadunaka, yamkusudia Uyayna ibn Husaini na Al-Aqra ibn Habis. Hawa wawili pia nao wafada ala rasulillah sallam, walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakiongoza 70 rajulan, wakiwaongoza watu 70 min Bani Tamimin, katika kabila la Bani Tamim. Hawa wawili wakiwa wanaongoza, tena walikuja kwa mtume waqta dhahirati, wakati wa dhuhuri, mtume sallallahu alaihi wasallama wa huwa raqidun, akiwa amelala. Kwa hivyo ina maana alikuwa ashasali ya dhuhuri. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallama ajipumzisha. Sasa nje ya nyumba hawa wakapiga kelele, ya Muhammadun, ya Muhammadun ukhruj ilaina, Muhammad,
Muhammad toka, tuko nje tukungojea, tutokee. Wakapiga kelele hivi, ikateremka aya, innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurati, wale wanaokuita wewe kwa kelele nyuma ya vyumba, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Mumeipata hiyo aktharuhum la yaqilun? Aloitaja ni nani? Mwenyezi Mungu. Si akili. Utakuwa vipi nje ya nyumba? Mtume uko ndani ya chumba amelala anajipumzisha wakati dhahira, wewe umpigie kelele, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, toka, tuko nje, ukhruji ilaina. Mungu kateremsha aya, wengi wao hawana akili. Kwa hivyo ilikuwa si akili. Na sisemi hata wewe, na kikupigia mfano, mtu aje tu nyumbani ajipumzisha kupigia mikelele, lakini hii ni adabu khasi ya Mtume, sijifananishi. Kiwewe tu pia hukubali. Waweza kufungua pazia ukamwambia kelele hizo lakini za nini? Ya nini mikele hiyo? Au waweza pale pale kwa dirishani ukaishiria hivi, usimwambie. Huna wewe? Huna akili wewe manake? Kwa nini? Kwa kuwa hata sisi kwa sisi tunatakiwa tuna nidhamu yetu katika kuzungumza, lakini ikahusishwa sura kwenye adabu ya kunena na Mtume sallallahu alaihi wasallam, asiweko ndani ukampigia kelele. Sasa hapa nataka mushike vitu fulani ambao ni matunda yanaotoka kwenye sura hii, kwenye kuelewa kwangu kupitia kwa vitabu vya tafsiri. Innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la yaqilun, hakika wale wanaokuita wewe nje ya vyumba wengi wao hawana akili. Tayib, kuweko nje ya chumba ni mtu uko ndani, wewe uko nje, sawa? Kumepatikana pazia ya kutoonana na Mtume, taka hapo tusiondoke kwa Mtume, na hapo ni Mtume SAW uko hai. Tukadirie mtu uko kaburini na mwingine uko nje ya kaburi, itakuwa pia liko hili la maana nje na ndani, ama halipahali kupatikana? Liko, kwa sababu ule uko ndani ya kaburi, huu uko nje ya kaburi. Ule mwanya na ile pazia imepatikana kama hili la mtu kuweko ndani ya chumba na mwingine uko nje ya chumba, na Mungu kaleta taabiri ya kuwa mwenye kumpigia kelele aktharuhum la yaqilun. Tayib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu asema, walau annahum idh dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hapa Mwenyezi Mungu asema, walau annahum idh dhalamu anfusahum, lao wao wakati ule walipojidhulumu nafsi zao, jauka, walikujilia wewe Mtume, fastaghfarullaha, wakantaka istighfari Mwenyezi Mungu kwa makosa walokufanyia, wastaghfara lahumur rasul, kisha Mtume pia akawafanyia istighfari, wakafanyia istighfari wao kwa Mungu, na Mungu na Mtume akawaombea istighfari, la wajadullaha tawwabar rahima, wangempata Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, tena ni mwingi wa sikitiko, kwa kuwa angeliwasamehe. Mpaka aya ikaendelea na hapa kwa Mola wako hawatoamini mpaka wakufanye wewe ni hakimu wa matatizo yao, kisha wasipate kwenye nafsi zao uzito wa hukumu ulioitoa wewe Muhammad, wasallim amri, kuiandama hukumu yako,
lakini kifungu chukitakacho ni kwenye walau annahum idhalamu anfusahum. Pulikeni vizuri tafadhalini, kisha mutajua ya kwamba itikadi tulonao kwenye haya yaliyoko ni itikadi ya sawa ama tuko kwenye makosa. Na hivi tunavyotafsiri pamoja na mifano, ni sawa hizi tafsiri ama ni makosa, ili mtu akiamua kutaka kwenda kurudi au arudi nkwe hapa huwa amefanya makosa kikweli kushika tafsiri kama hizi. Sitaki tu kwenye aya zenye uelewa na mafunzo chungu mzima zilizoko ndani ya aya zachukuliwa kivengine, watu wamepewa mwelekeo ambao ni mwingine. Billahi alaikum, sikilizeni vizuri hapa. Walau annahum idhalamu anfusahum jauka, kujiliwa kwa mtume ni mtume uko hai. Wale walofanya makosa wakenda kwa mtume wakantaka Mungu istighfari, na mtume akawafanyia istighfari ili Mungu awasamehe. Mtume uko hai. Mtume alikufa, alipokufa akazikwa. Pana kisa kinachothibitishwa na jamaa ya kwamba pana mbedui alienda kwenye kabri ya mtume. Alipoenda kwenye kabri ya mtume akamuita mtume kwa kule kudhulumu kwake. Hakuwahi kumwendea mtume uko hai. Alipoambiwa mtume amekufa, hakuwahi kwenda kutaka msamaha na mtume antakie msamaha kwa Mungu. Akaenda kuntaka msamaha mtume kaburini kwa kumuita, na kukatokea ya kutokea ya mtume kukubali msamaha kwa kisa kilichotajwa na hawa jamaa malan wa addada. Sasa sisi tunasema ya kwamba aktharuhum la yaqilun, na kama uko mtu hapa ambaye itikadi yake imekita hapo kwamba mbedui alienda akantaka msamaha mtume uko kaburini kwa kumuita na akasamehewa, athibitishe hapa ana kwa ana. Asithibitishe kwenda kufungiwa chumbani huko kwa kupewa imlai, nena hivi njibu hivi. Hapa wallahi, ikiwa muko na mimi kwenye hizi aya, ikiwa mtume alikuweko hai, adabu ya mtume hayan ni hiyo hiyo adabu ikiwa ni mayitan. Uko hai si adabu uko nje ya chumba. Mtume uko ndani ya chumba ukamwita ya Muhammad. Mwenyezi Mungu asema innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la yaqiluna, wengi wao hawana akili. Wendapo kaburini, mtume uko ndani ya kaburi na wewe uko nje ya kaburi, ukamwita vile vile Muhammad, nimekuja kukutaka samaha, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Ndio suratul Hujurat. Lakini jamaa walitaka hivyo ili eti pate kuthubutu kwamba kwa mtume mheshimiwa. Mtume ni mheshimiwa, heshima yake sasa ndio hii tunaisoma kupitia kwa Qur'ani, na tutoe vile vivuli vya Qur'ani vya faida, si mawazo yako wewe. Maana ukimuita mtume uko nje ya nyumba, ni hivyo hivyo umemuita mtume nje ya kaburi. Tena huku uko hai ukaambiwa huna akili. Kule mtume amekufa mwenye kisha kabisa. Innal ladhina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la yaqilun. Hiko nkisha cha kwanza, sawa, kwa mujibu wa aya, si mimi, kwa sababu Mungu asema aktharuhum la yaqilun. Sasa mukitoka nyinyi, tokeni kwenye muhadhara wa leo, kumbe wamepatikana watu wasokuwa na akili walovunda adabu ya mtume kwenye aya ya pili, wakaambiwa hawana akili kwa kumuita mtume wako nje ya nyumba na mtume uko ndani ya nyumba. Kukapatikana wenye dhishava kushinda hawa kwenda kumuita mtume kaburini uko ndani na wao wako nje ya kaburi. Itakuwa mimi Bayero na makosa gani kitafsiri? Nkuziozesha hizi aya zilivyo. Kisha cha pili,
Ni kwa kuwa sisi huambiwa mtume huhudhuria kwenye vikao fulani, huja wakati mtume akihudhuria watu husimama kumpokea, na wanaposimama kelele ndiyo huzidi kwa shangwe na kumshangilia. Na Mungu asema la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabii, musiinue sauti zenu juu ya sauti ya mtume, wala musiseme na yeye kwa kelele kama mnavyosemezana baadhi yenu kwa baadhi, zisije amali zenu zikapomoka na nyinyi hamujui. Munaposimama kwenye vikao vya Maulidi mwatuambia mwampokea mtume, na mtume akija nyinyi mwambia hana bezala. Sasa huwa mkishangilia na mkirusha mikono na kelele juu na kusema sallu ala rasul, sallu ala Muhammad, mwankurubisha. Hizo ni kelele. Tukifaradhisha kama huja kweli juu ya kuwa sisi hatuna itikadi kwamba kuwa huja, lakini tukadirie kwa kukosa akili kwenu kwa mujibu wa aya suratul Hujurat, tuwaunge mkono hai huja, basi akija hupokewa hivyo, akija sauti zatakiwa ziwe hivyo. Ikiwa sauti ni hivyo, Mungu asema mumekosa adabu, mumekosa adabu, mumekosa nidhamu. Hiyo ni tukiwaacha kuambia haya naje, itakuwa mumefungizwa na hii aya. Na tukisema pia haingia, ndio kasema hiki nkisha kabisa, ni kwa kuwa wao husema huja na wakampigia kelele za kupicha kiasi za kupomoka amali yao, na haji wao husema huja. Kwa hivyo nkishacha mara mbili, kishacha kwanza kile cha kuwa haji wao husema huja, na kishacha pili cha kupiga kelele cha kupomoa amali zao. Hii ndiyo lugha ya Qur'ani. Hawa watu wa bid'a wataka watafsiriwa hivi kwa mujibu wa aya tukufu zinavyosema. Kwa hivyo ikiwa wallahi si mtu wa hawa, na ikiwa wallahi katika kuandama kwako hutamwangalia Bahiru hivi alivyo, utasema tu hata nisikize vile anavyosema, kisha kahakikishe kwa vitabu, utaongokewa kwenye sawa. Lakini sasa tabu nyinyi huangalia sura, mkiangalia sura mkaya hata matunda yatakiwavo. Na mimi sitobadilika kuwabadilikia nyinyi, sitobadilika, tabadilika sibadiliki, msimamo ni huu. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Tumepata pande zote za utovu wa akili na utovu wa adabu mbele ya mtume, kwa wanaojitangaza kwamba kwa wampenda mno mtume. Basi kumpenda mno mtume wewe kwa kutaka amali yako ipomoke, kisha mtume huja kwenye kikao chako? La, dalili ni kwa kuwa kwenye wanufikha fi suri fa idhahum min alajdathi ila rabbihim, kwenye aya za suratu Yasin tulimaliza majuzi, tulisema ya kwamba wa kwanza atakayetoka kwenye kaburi ni nani? Jamu Mtume Muhammad. Ikiwa wa kwanza atakayetoka kaburini ni Mtume Muhammad, fala yakhruju rasul au wala yakhruju Muhammadun min qabrihi qabla yaumi alqiyama. Muhammad hatoki katika kabri yake kabla siku ya kiyama, kwa sababu yeye mwenyewe asema mimi ndiye wa kwanza nitakayetoka kaburini, kaburi langu ndilo kaburi la kwanza litakalopasuka, mimi nitoke kisha wafuatie wengine. Sasa mbona wewe umenitoa mfungo sita kuja kwenye vikao vyenu vya kula? Ni kwa kuwa aktharuhum la yaqilun, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Utasikia kishindo kaseti hii kitoka, watasema kwamba kuwa umeona hatusemi hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, badala ya kutafsiriwa Qur'ani kuliwaza watu tukana watu. La, hii na tafsiri ni nini ndugu zangu? Hele kwa ni mashahidi ya wangu sha, na kama hamutaki kafaa billahi shahida. Hii nini? Au mashairi? Na alonena aktharuhum la yaqilun ni nani? Au ni Bahero? Na alosema mimi ndiye wa kwanza nitakayetoka kaburini ni nani? Sasa wewe ukinitoa kwenye mfungo sita nkiyama, mbona sisi tuko msikitini leo? Sisi tuko msikitini, mbona hachu yafa?
lakini ni yale yale, innal ladhina yunadunaka min warai alhujurati aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Kwa hivyo kwenye adabu namba 2 katika suratul Hujurati, kwenye siku ya 11 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumepata kwamba kuna watu waliabiriwa na Qur'ani kuwa hawana akili, walimpigia mtume kelele, mtume uko chumbani, wao wako nje ya nyumba. Tukapata faida kwamba kuwa kuna walokuwa nadhisha kabisa, walokwenda kumpigia mtume kelele kaburini, mtume uko ndani ya kaburi, wao wako nje ya kaburi. Tukapata na kisha kabisa ya kwamba kwa mtume hutoka kaburini akaja kwenye vikao vyao, tena kwenye siku moja huwa kuna vikao zaidi ya 1,000,000 kwa sababu ni ulimwengu mzima, na mtume kahudhuria kote hako. Kisha cha kupicha kisha hiko utakipacha wapi? Innal ladhina yunadunaka min warai alhujurati aktharuhum la yaqilun. Je, adabu khalisi ya mtume kwa mujibu wa aya hizi ni zipi? Tunataka matunda hayo. Hatutaki propaganda za kikhurafati, wala hatutaki propaganda za kishia, wala hatutaki propaganda za kisufi. Tunataka uwazi wa uhakika wa mambo wa kuhusu heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa suratul Hujurat. Ndio tunayoyataka hayo matunda kwenye siku yetu ya leo. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wanavyoni wa tafsiri wanasema kwenye hizi aya ambazo tumewatafsiria, wasema hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu, allama Allahu fiha almu'minina, Mwenyezi Mungu amewafunza waumini an yu'adhimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa muadhimishe mtume, kwa maana wamtukuze mtume sallallahu alaihi wasallam, wayahtarimuhu, na wamuheshimu mtume, wayuwaqiruhu, na wamtukuze. Katika kumuheshimu na kumtukuza, fanahahum, subhanallah, sikilizeni vitabu vya tafsiri, fanahahum, akawakataza wao, an rafi'i aswatihim fawqa sautihi, kuinua sauti zao juu ya sauti ya mtume. Ndiyo kilele cha adabu, ndiyo kilele cha heshima. Mungu kuwakataza musiinue sauti zenu juu ya sauti ya mtume. Wa an yajharu lahu bilqawl, na wasinene na yeye kwa kelele, kajahri ba'dihim li ba'd, kama wanavyosemezana wao kwa wao ama nyinyi kwa nyinyi. Yunadunahu bismihi, kwa kule wao kumuita mtume kwa jina lake, kumbe ikawa si adabu. Ya Muhammadun, ya Muhammadun, kama yunadi ba'dhum ba'dha, kama wanavyoitana baadhi yenu kwa baadhi. Mimi na wewe tuitana wewe, ya Bayro, ya Ali, ya Hamed, ya Saleh, tuitana hivyo sisi, lakini kwa mtume hakuna ruhusa hiyo. Sasa tuambiwa ndicho kilele cha adabu na ndicho kilele cha kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema, wa innama umiru an yukhatibuhu khitaban yaliqu bimaqamihi laysa ka khitabi ba'dihim li ba'd. Wanatuambia wameamrishwa waumini wamkhutubu mtume, kwa maana wanene na mtume mazungumzo ambayo yafungamana na cheo chake, si kama mazungumzo yetu sisi kwa sisi. Mazungumzo ya mtume yalingane na cheo chake. Ka an yaqulu, sikia vitabu vinasema ka an yaqulu, kama mfano wao waseme kumhusu mtume, ya nabii Allah, ya rasul Allah, badala ya kumuitaje hawako, badala ya kumuitaje, badala ya kumuita ya Muhammad. Kumuita ya Muhammad si adabu. Kwa hivyo ni wamuite ya nabii Allah, ya rasul Allah. Kwa nini? Kwa sababu ya chelea zisije amali zenu zikapomoka. La tafalu dhalika, musifanye hivyo kwa kumuita Muhammad, ya Muhammad, li alla tahbita amalukum, ili amali zenu zisipomoke. Au yanhakum an dhalika, ama awakataza hilo, karahatan, kwa kuchukia,
an tahbita amalukum, amali zenu zisipomoke, wa antum la tash'urun, ay la ta'lamuna bidhalika, hamujui hilo. Sasa twachelewa hilo. Mungu mwenyewe kafunza vipi kuhusu adabu ya kumuita mtume? Na billahi tuenda kwa Qur'ani ili muone ya kwamba yatokeao kwa wanaodai mapenzi ya mtume hawana mapenzi halisi ya mtume, kwa sababu mapenzi halisi ya mtume ni kubakisha cheo chake pahala pake na heshima yake ilipo, na kuzungumza na yeye takiwavo kwa mujibu wa sura tukufu. Aya ambazo ni 18 kwenye sura hii zote zazungumza kuhusu adabu ya mtu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema na yale yalokusanywa na aya hii tukufu, min luzumi tawqiri nabii sallallahu alaihi wasallam, katika kulazimika kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhimihi, na kumuadhimisha, wa ihtiramihi, na kumpa ihtiram, jaa mubayyanan fi mawadhi'in ukhar, imekuja kubainishwa katika sehemu nyingine. Haya, sasa sikilizeni Qur'ani tukufu inavyozungumza kuhusu mtu atakiwavo kumhutubu mtume na mtu atakiwavo kumuita mtume, kisha wakakoseshwa akili walosema ya Muhammad, kisha wakasamehewa, na wameendelea kutokuwa na akili wanaoendelea hivyo mpaka zama zetu za leo, na hali ya kuwa mtume amekufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sharia hii ili tu nyinyi wafuasi wa mtume, Mungu asema litu'minu billahi wa rasuli, ili mupate kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, muwe na imani kamili ya kumwamini Mwenyezi Mungu na kumwamini mtume wake. Baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, watuazziruhu, na mumtukuze mtume. Na kumtukuza mtume ni kumfanya mtume mtukufu. Na naam, farrasulu khairu khalqillahi ajma'in, ni mbora wa viumbe wote. Kwa hivyo atukuzwe, na kwenye kutukuzwa kwa kuheshimiwa, kwa kuandamwa, kwa kumtathil awamiri zake, kwa kukomeka kwa makatazo yake, kwa kusimama aliposimama na alivyowasimamisha wema walotutangulia, ndiko kilele cha kumtukuza mtume, ndugu zanguni. Kwa hivyo imani yenu ya kuwa muamini Allah na kumwamini mtume na mumuheshimu na mumtukuze ni aya ya 9 katika suratul Fath. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kasema tena, la taj'alu du'a ar-rasuli. Umeona kwamba kwa hiyo pia ni katika heshima, musifanye mwito wa mtume kaduai ba'dhikum ba'dha, ni kama kuitana baadhi yenu kwa baadhi, ni kama vile mnavyoitana nyinyi. Musifanye mwito wa mtume ni kama mwito wa baadhi yenu kwa baadhi, lazima mutafautishe, kwa sababu mtume ni mtume na hii ni adabu kapewa yeye. Kisha kasema falladhina amanu, wale waloamini, falladhina amanu bihi, wale walomwamini yeye, waazzaruhu, na wakamtukuza na wakamuheshimu, wanasaruhu, na wakampa nusra, wakamnusuru. Aya 157 katika suratu Al-A'raf. Kisha Mungu kusema wala tajharu lahu bilqawli, musinene na yeye kwa kelele, la tunaduhu bismihi, ni kwa kuwa musimuite kwa jina lake, kama kusema ya Muhammad, ile riwaya iliyochangulia walonadiwa kwamba kwa aktharuhum la yaqilun. Sasa ikiwa ni hivyo, tumuiteje? Sikiliza Qur'ani tukufu inavyotupa mafunzo. Zimedulisha aya katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ala anna Allah Ta'ala, kuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyetukuka, la yukhatibuhu fi kitabihi bismihi, hakunzungumza mtume kwenye kitabu chake kwa jina lake, na ni Mungu huyo jamaa. Yani Mungu mwenyewe katika kitabu chake kitakatifu hakumuita mtume kwa jina lake, hakumuita mtume kwa jina lake.
wa inma yukhatibuhu bima yadullu ala at-ta'dhimi wat-tawqiri, lakini alimukutubu, alimuita kwa lile linalojulisha ta'dhim na linalojulisha tawqir. At-tawqir, heshima yake ya juu na taadhima ya mtume ya juu. Mungu mwenyewe asimuite katika jina lake. Chukua aya ya 64 mpaka aya ya 70. Aya ya 64 na aya ya 70, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataja kilima cha nabii mara 3 kwenye aya inayosema ya ayyuhan nabiyyu. Angalia, hakumuita ya Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, ewe nabii akutosha Mungu na walokufuata wewe katika waumini. Hapa Mungu kamuita ya ayyuhan nabiyyu. Kwenye sura hii aya 70 kasema ya ayyuhan nabiyyu harridhil mu'minina ala alqital, ewe nabii wahimize waumini juu ya vita. Pia akamuita ya ayyuhan nabii sehemu ya pili. Kisha akasema ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh, haimpasi nabii kuwa na mateka, haimpasi nabii. Hakusema ma kana li Muhammadin an yakuna lahu asra, na hakusema ya Muhammadun hasbukallah wa ya Muhammadun harridhil mu'minina ala alqital. Kasema ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, ya ayyuhan nabiyyu harridhil mu'minina ala alqital, ma kana linabiyin an yakuna lahu asra, katika suratul Anfal. Kisha katika suratul Maida kamwita ya ayyuhar rasulu, kwenye neno la Mungu la yahzunuka alladhina, paka mwisho wa aya ya ayyuhar rasul la yahzunuka alladhina, mahallu shahid ya ayyuhar rasul. Kisha kwenye hiyo suratul Maida 67 kasema ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka alaysa kadhalik. Pia kasema ya ayyuhar rasulu sehemu mbili, ule ya ayyuhan nabiyyu na huku ya ayyuhar rasul. Hakumuita kwa jina la Muhammad na ni Mungu mwenyewe. Kwenye aya ya kwanza suratul Muzammil kasemaje? Ya ayyuhal muzammilu, na kusudiwa yeye mtume. Kasema tena aya ya kwanza katika suratul Mudaththir ya ayyuhal mudaththiru, na akusudiwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na haya, ndugu zanguni katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaita manabii wengine kwa majina yao kwenye Qur'ani hii, lakini mtume asimuite kwa jina lake katika Qur'ani hii, isipokuwa kwenye baadhi ya aya alozungumza kisifa, si kwa kumuita. Na masala sisi tuko kwenye kumnadia mtume na kumuita mtume. Mwenyezi Mungu kawaita manabii wengine kwa majina yao. Chukua baadhi ya aya. Mwenyezi Mungu kwa baba yetu asema wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna. Shufta? Wa qulna ya adamu, si ameita kwa jina lake hapo? Ya adamu, Adamu huyo Mwenyezi Mungu kamuita kwa jina lake. Suratul Baqara aya 35. Kwa Ibrahim tuloamrishwa sisi tuchukue mila yake, na kaamrishwa mtume achukue mila kwa Ibrahim. Mwenyezi Mungu asema wanadainahu an ya Ibrahim, tukamuita kumwambia Ibrahimu. Mungu kamuita Ibrahim kwa nini? Kwa jina lake. Hii ni aya 104 katika suratu Safat. Neno lake la Mungu kumuita wa kwanza aliyesimama na da'wa, qala ya nuhu innahu laysa min ahlika. Ya nuhu, nuhu hosi katika jamaa zako. Hud aya 46. Kisha kamuita tena ya nuhu bit bisalamin minna, Nuhu shuka kwa amani toka kwetu. Hud
48 kamuita Nuhu kwa jina lake, akasema qala ya Musa inni istafaituka ala nnasi, Musa, mimi nimekuchagua wewe kwa watu. 144 suratu Al-Araf. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika, akasema Mwenyezi Mungu, Isa, we mimi ni mwenye kukufisha wewe. 55 Ali Imran. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan, Daudi, sisi tumekufanya wewe kuwa khalifa. Swad aya 26. Isipokuwa Muhammadun alayhi salatu wasalam peke yake, Mungu kasemaje? Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammilu, ya ayyuhal muddathiru, ta'dhiman wa tashrifan wa ihtiraman wa tawqira. Ni kwa kuwa huyu Mtume sallam heshima yake, kilele chake kilifika hivi. Sasa mimi na wewe ni wakuwa na adabu ya kiasi gani mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haya ndio waliozungumzwa na wanavuoni wa tafsiri. Kisha kasema amma nabiyu sallallahu alaihi wasallam falam yudhkar ismuhu fil Qur'ani fi khitabi. Hapa elewa vizuri sana. Ama nabii Muhammad alayhi salatu wasalam, jina lake halikutajwa katika Qur'ani katika khitab, Mungu kumhutubu kama vile kumuita kama alivyoita Hawa kwa majina yake. Wa innama yudhkaru fi ghairi dhalika, hutajwa jina la Muhammad kavu kwa lisilokuwa la khitab. Na sisi mazungumzo yetu yako katika kuhutubiwa Mtume, kama Mwenyezi Mungu kusema wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul. Hapo limetajwa jina la nani? La Muhammad, lakini hakumhutubu ya Muhammad. Ahadithia hakuwa Muhammad isipokuwa ni mjumbe, wamepita kabla yake yeye wajumbe. Ali Imran aya 144. Lazima tutafautishe hapo na neno la Mungu, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, wakaamini alichoteremshiwa Muhammad. Mazungumzo yetu yako katika kumuita kwa jina lake. Hapa hadithia tu ametaja tu Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu, Fathi 20:29. Waqad bayyana ta'ala, na hakika amebainisha Mwenyezi Mungu aliyetukuka, anna tawqirahu, kwamba kumheshimu mtume, wa ihtiramahu, kwamba kumtukuza mtume na kumheshimu kwake sallallahu alaihi wasallam, bighadhi sauti indahu, kwa kuiweka chini sauti mbele yake, la yakunu, hilo halipatikani, illa min alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, isipokuwa hupatikana kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amechakasa nyoyo zao kwa uchamungu. Wale walochakaswa nyoyo zao kwa uchamungu ndivyo ambao sauti zao zitakuwa chini wakiweko mbele ya Mtume sallam, ay akhlasaha laha, wa anna lahum bidhalika inda Allahi almaghfira wal ajru alazim, na wao kwa hilo mbele ya Mwenyezi Mungu watakuwa na maghfira na watakuwa na malipo yalo makubwa. Ndipo Mwenyezi Mungu kasema innal ladhina yaghudduna aswatahum, hakika wale wanaoweka chini sauti zao, inda rasulillahi, mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu ametakasa nyoyo zao kwa ucha Mungu. Kwa hivyo natija iliyopatikana ni hii, lahum maghfiratun wa ajrun adhim, wana maghfira na malipo yaliyo makubwa. Baadhi ulama wanasema hii wala tajharu lahu bilqaul, musiseme na yeye kwa kelele, ni hii la tarfa'u indahu sawt, musinue sauti mbele yake. Karafi ba'dikum sawtahu inda ba'd, kama baadhi yenu wanavyoinua sauti kwa wengine, ndio maana la tajharu lahu bilqaul. Tusikilize Qurtubi katika tafsiri yake anasemaje. Qurtubi katika tafsiri yake, Mwenyezi Mungu amrahamu, katika kuitafsiri aya hii asema, wa fi hadha dalilun, katika hili pana dalili, ala annahum lam yunhu anil jahri mutlaqan, hawakukatazwa watu kuitoa sauti moja kwa moja.
maana usipotoa sauti katika kuzungumza na yeye atasikia vipi? Lakini tunataka adabu ya kunena na yeye, sauti yako isiwe juu mbele, tena ya juu kushinda sauti yake, mpaka liwe halitofaa kwao kuzungumza na yeye isipokuwa pengine kwa sauti ya chini, sauti ya kusikia mtume na wewe kujisikia ulinenalo mbele yake. Lakini wamekatazwa sauti ambao ni mahsus, ni ile ambao tumeitaja kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri kwa sifa fulani, ili usiingie katika kuzungumza na yeye kwa sauti hiyo ambao ni mahsus katika kupomoka amali yako na katika kuhesabiwa kwamba umekuwa mtovu wa adabu kunena kwa sauti mbele ya mtume SAW. Na udhahiri wa aya tukufu, Qurtubi yasema ni kuwa mwanadamu amali yake yaweza kupomoka akawa hajui, japokuwa pia amesema Qurtubi haipomoki amali ya mtu bila yeye kuhisi. Lakini tunaangalia udhahiri wa aya, antahbata amalukum wa antum la tashurun, mukiwa hamujui. Tutasimama hapo hapo mukiwa hamujui. Ibn Kathir kasemaje? Ibn Kathir katika tafsiri yake yasema, wa qawluhu azza wa jalla, na neno lake Mwenyezi Mungu aliyetukuka, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, inma nahainakum, hakika tumewakataza nyinyi, an raf'i sauti indahu, kuinua sauti mbele yake, khashyata, kwa kuchelea, an yaghdhiba min dhalika, asije mtume kakasirika kwa hilo. Akikasirika mtume, fayaghdhiba Allahu ta'ala lighadabi, na Mungu akakasirika kwa mtume kukasirika, fayahbitu amalu man aghdhabahu, ikapomoka amali ya yule aliyomkasirika mtume, wa huwa la yadri, na hali ya kuwa hajui. Ndivyo Ibn Kathir aliposema, kwa sababu ukiinua sauti mbele yake mtume aghadhibika. Mtume akighadhibika taka ujue ndio Mungu aghadhibika. Kama mtume akifurahika ndivyo Mungu na yeye anafurahika. Kwa hivyo ukimghadhibisha mtume umemghadhibisha Mwenyezi Mungu, amali yapomoka na wewe hujui. Mujibu wa kauli ya Ibn Kathir katika tafsiri yake, akathibitisha kama ilivyokuja kwenye hadithi sahihi. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam asema, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yalqa laha balan yuktabu lahu biha aljanna. Asema hakika mwanamume, mtu aweza kutemka kilma kile kinatokamana na mtu kupata radhi za Mungu aliyetukuka, lakini katika kukitemka kwake hakukichia akilini, akakitemka tu na hali ya kuwa yeye ameandikiwa pepo. La yashur, ametemka kilma hata hakukichia akilini, na kumbe kilma alichokitemka na kimensababishia yeye kuingia wapi? Peponi. Kisha akasema tena, wa inna ar-rajula, na hakika mtu, la yatakallamu bil kalimati, aweza kutemka kilma, min sakhti llahi ta'ala, katika kilma ambacho kitankasirisha Mungu aliyetukuka, la yalqa laha bala, asikichia kilini katika kutemka kwake, yahwi biha fi nar, kimwangushe kwenye moto, ab'ada ma baina samai wal ard, umbali wa mbingu na ardhi. Hayangalia pale katemka kilma cha kumridhi Mungu, cha yeye kustahiki pepo, lakini hakujua kwamba kwa amestahiki pepo kwa kilma kile, na hapa ameangushwa katika moto wa Jahannam kwa kilma kiovu alichokitaja kilichonkasirisha Mungu na hakukichia akilini. Sasa Mungu kusema antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, zisije kupomoka amali zenu na hamujui, ni hapo hapo kwa mujibu wa hii hadithi aliyoitaja Ibn Kathiri katika tafsiri yake. Sasa wanavyuoni wasema hapa ndipo pahala pa lengo la neno lake. Sasa linalojulikana, ikhwatal iman, tuambiwa heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kwake ni kama heshima yake akiwa hai. Nimekwambia kwamba kwa ni masail kathira yalokusanywa na hizi aya tukufu zilizoko katika hii sura, na wote ni mafunzo kwetu tuyaelewe kumuhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Asema heshima ya mtume baada ya kufa kwake ni kama ile heshima yake wakati wa uhai wake.
Sasa huyo ni mtume ambaye daraja yake ni kubwa zaidi kushinda sisi, ambapo sisi tuna heshima ya kushinda umma mwingine na tuna utukufu wa kushinda umma mwingine, kwa sababu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi mmekuwa umma bora mlotolewa kwa watu. Fa ummata Muhammadin khairu umma ukhrijat linnas, umma wa Muhammad ni umma bora ulotolewa kwa watu. Bali jinsi ya mwanadamu ana karam itoko kwa Mungu. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani adama, hakika tumentukuza mwanadamu. Tumentukuza mwanadamu, mwanadamu ametukuzwa. Walaqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahri, tukampa vipando vya barani na baharini. Barani nchi kavu ana vipando vya ajabu, na baharini mwanadamu ana vipando. Haikutajwa anga, lakini jaza mwenyewe, na angani ana vipando ambavyo vya ajabu. Zote hizo kwa sababu ya karam ya mwanadamu. Mwanadamu ni mtukufu sana. Wa hamalnahu fil barri wal bahri, isitoshe warazaqnahum min at-tayyibati, tukamruzuku mwanadamu katika vizuri. Wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila, tukamfadhilisha kwa wengi kuwafadhilisha, kwa maana mwanadamu tumemfadhilisha sana. Sasa angalia kufadhilishwa kwa mwanadamu na heshima yangu mimi na wewe. Kidogo tuje huku kisha turudi kwa heshima ya mtume. Kwa heshima yangu mimi na wewe tulopewa na Allah tabaraka wa taala, na sikukosa kusema heshima yangu mimi na wewe, kwa sababu mimi mwanadamu na wewe nani? Mwanadamu, na sisi mvana wa Adamu. Na Mungu kasema walaqad karramna bani adama, tumentukuza na kumpa heshima vana wa Adamu. Nami mwana wa Adamu, na nyinyi mnaonisikiliza mimi ni vana wa Adamu. Sasa tuzungumze kati yetu sisi heshima tuliyopewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akaenda akatuwekea sharia ya kusema mwanadamu ni muhtaramun hayyan wa mayita, mwanadamu ni muheshimiwa akiwa hai na ni muheshimiwa akiwa amekufa vile vile. Hayo ndangu mimi na wewe, ni muhtaramun hayyan wa mayita. Ni kweli, kwa sababu angalia mwanadamu uko kwenye qaidul haya, heshima anaopewa mwanadamu, anaheshimiwa na wengi kabisa. Tena ikiwa ni mwanadamu Mungu alokuruzuku shahada, muislamu, ukawa ni multazimun biddin, ukawa umejilazimisha na dini, waifuata dini kisawasawa, heshima huwa kubwa zaidi. Ukawa umejiweka itakiwavyo mtu kujiweka, wallahi unaheshimika zaidi. Hiyo ni langu mimi na wewe. Mayitan, mwanadamu ni muhtaram mayitan. Lao kwamba kwa mwanadamu heshima yake imebaki ni hai, akifa awe hachambuliwi, ingekuwa tukimfunga miguu tukimkokota kama vile tunavyomkokota punda, tukenda tukamtupa baharini akaliwa na samaki, ama tukenda kumtupa mwituni akaliwa na wanyama wabaya. Kwa nini? Kwa sababu kuisha heshima yake, kwisha, ashakufa, potelea mbali. Lakini likatoka changazo tu hivi sasa. Unajua habari iliyoko jamani, Sheikh Bairo amefariki. Ukawa na kazi yako ya jini, utaisamehe siku hiyo. Ukaweko pahala popote wewe, utatefuta msafara, mimi nataka mfanye juu chini, nenda nikawahimazishia Sheikh Bairo, ikiwa tajaliwa hivyo kwa watu. Au ikiwa ikitoka changazo Sheikh Bairo amefariki, Arabi afe tena. Ikiwa itapatikana hiyo, kwa hivyo haya ndini na Mungu wenu. Manake iko kapawa kifo cha mtu kasema na hoko alipo afe tena, na alipo afe tena. Lakini inshallah haitokuwa hivyo, kwa sababu hutukiwi na wengi kama ambavyo hupendwi na wengi, au sivyo? Na ndivyo dunia ilivyo. Hata mtume mwenyewe alitukiwa na alipendwa,
Kwa hivyo kuna kikundi kiliamua kumtukia kikweli na kuna kikundi kiliamua kumpenda kikweli. Nami ni fuasi wa Mtume jamani. Ikiwa kuna ambao hawanipendi, lakini nina hakika hizi nyuso zote ambao wananisikiza hapa wanipenda kwa ajili ya Mungu. Au mwasemaje jamani? Kwa hivyo na mimi nawapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na Mtume katika kutufunza ni kwa kuwa mtu akimpenda mtu mwambie anakupenda, na kupenda kwa ajili ya Mungu, kisha kwambia na mwenye kuambiwa na ampendaye kuwa nakupenda kwa ajili ya Mungu, na wewe mwambie na mimi nakupenda kwa ulilonipendea. Sikiliza mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbukum fillah, na nina hakika tuwapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndipo mukamakinika kisampulio kutukua mafunzo kupitia kwa Qur'ani, kupitia kwa shekhe wenu mumpendaye Sheikh Bahero. Au mwasemaje jamaa? Mashaallah, jazakumullah khair. Tuko wapi? Tuko wapi kama muko? Au meruka imetoka kwenye laini ndege? Naam. Muhtaraman hayyan wa maita, muko kweli, tuwapendana kweli jamani. Mwanadamu ni muhtaraman hayyan wa maita. Umesikia kifo cha fulani, kazi zako zote zitafanyaje? Zitakatika. Na angalia sasa pale, kuna ambao hawaondoki mpaka kuondoka kwao kwenda makwao ni wao wamerudi kwenye maziara. Huko ndiko kupendana jamani kwa ajili ya Mungu. Baada dhalika mwangalie huyo alokufa sasa, wale ambao ni wahusika kuhudumia, heshima na taadhima wanaompa katika kumuosha, adabu ya hali ya juu kwa adabu tuliofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kumgeuza, wamgeuza muheshimiwa, adabu ya hali ya juu. Akalishwa sasa alikufa, akalishwa kwa hali ya juu. Wengine wameshika kichwa, wengine wameshika tena. Wale walohudhuria kuosha, kila mmoja huwa atakapache nafasi anganaye achie mkono wake au amechangia katika kuhudumiwa humu. Hii ni kwa kuwa humu mwanadamu muheshimiwa ni mimi na wewe, hayo alivyosema Mtume sallallahu. Mpaka kisha Mtume kasema kwenye heshima ya mwanadamu pale jeneza latoka shekhe, wallahi alazim nimeshuhudia na nyinyi mwashuhudia, wadereva hawa wetu wa matatu ambao sisi huwalaumu kwa mambo mengine, lakini na kwa la sawa pia sisi tuwapa shukrani. Akaliona jeneza shekhe na amepakia kweli kweli, kupiga breki hapo, anafungua mlango bila kuaga, anaitambulia barabarani, ama kuja kufanya nini? Angalau siwahi mimi niwe kidogo huu mkono wangu umelishika hili jeneza la huyu muheshimiwa. Kisha anaingia kwenye gari, anaendelea na safari zake. Hii dalili ya kwamba kuwa kiumbe ni muhtaraman hayyan wa mayita. Kwenda sasa amefika kaburini kule, angalia vile jeneza likiwekwa kwa adabu ya hali ya juu. Watu wakiingia kwenye kaburi wajipanga kwa taadhim, wanampokea shekhe, hatakiwi achecheke. Wanakaa naye kwa utaratibu, wanamweka kwa utaratibu, wanamfungua, wanamweka ubao, wanaziba nini, na katika kumfukia yani wanamfukia kwa taadhim, na watu kima wameinamisha kichwa tu wanamfikiria mwenzao, mpaka watakaposoma dua, kisha kila mmoja ashike ndiye ende zake, na kila mmoja maskini fulani ametuacha maskini. Subhanallah, wallahi takafika kwa hadhari katika dunia. Angalia maskini alikombeba watu, leo amebebwa. Mimi nimembeba yeye, kesho nitabebwa mimi. Haya ndio mazingatio. Kisha Mtume kasema kasru azmi linsani mayitan kakasrihi haya, kuvunja mfupa wa mwanadamu akiwa ni maiti, madhambi yake ni kama ulomvunja akiwa hai. Hii ina maana ule mwanadamu akiwa amekufa heshima yake ni nini? Ni ya juu. Kwa hivyo uchunge sana katika hata kumlainisha mikono. Usiseme asi amekufa tena ukamfanyisha mapractice yale hali ya juu kama mambo uko hai. Ni hatari, yaweza kuvundika, na akivundika umefanya kosa kubwa na umemkosea heshima mtu ambaye afaa kuheshimiwa, ambaye ni maiti. Ondokeni sasa hapo, tufungeni mambo. Ikiwa hiyo ni hali yangu mimi na wewe, ikiwa hiyo ni hali yangu mimi na wewe, na Waislamu hususa wanavyoni kwenye hao wamekwenda kwa kina katika masala, ikiwa mtu ana jino la dhahabu na amekufa ni afanyweje?
wakasema litaangaliwa usahali wa kutoka kwake ikiwa yeye hatadhurika, kwamba katika kung'olewa isije mara mdomo ukifunguka umefunguka ukawa hautarudi tena, itakuwa si adabu. Ama pengine katika kung'oa uende ukantia athari kwenye sehemu nyingine katika kwenye kuling'oa hilo, au ikawa itakuwa shida kung'oka, liacheni, mzikeni nalo, abaki tahara safi wa mwili na heshima yake vile vile. Lakini mkiona laweza kutoka bila wasiwasi wote, wanavyona wakasema litoeni, kwa sababu hii ni thamani na ni mali, na mali mtu akifa huwa ni tarika, na tarika huwa ni haki ya warithi. Msizike nalo ikiwa yawezekana kutolewa. Ikiwa haliwezekani kutolewa, mzike nalo kwa sababu abaki na heshima hivyo. Mumeona kwamba kuwa mwanadamu ni muhtaram akiwa hai na ni muhtaram akiwa amekufa. Fa kaifa bi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Haya kwetu sisi, je kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa mtume bila shaka mimbabi aula, kwa mtume bila shaka zaidi kushinda haya tuliyoeleza. Ndipo wanazuoni wakasema heshima ya mtume baada ya kufa kwake ni kama heshima yake kwenye masiku ya uhai wake. Na hapa itajulikana lile lililopita kwenye ada na dasturi leo kwenye kujikusanya watu ukaribu na kaburi lake, wakiwa wanapiga kelele na kuleta mambo ya kiupuzi na kuinua sauti za juu, sauti za kuleta utisho, vile vile haijuzu wala haifungamani na heshima ya mtume. Na wenye kushuhudia hayo wakiyakubali wamepata dhambi. Kwa hivyo wajibu wao ni kuwakanya na kuwaonya, musende kwenye kaburi la mtume pia mukapiga kelele, kwa sababu heshima yake ni ile ile kama ambavyo heshima yake ni hai, na heshima yake iko pale pale akiwa amekufa. Mai jamaa, mumeipata vizuri sana. Ndipo Umar radhiallahu anhu kwenye hili akawa mkali zaidi. Umar bin al-Khattab, ukali aliokuwa nayo Umar radhiallahu anhu, alipambana na wanaume wawili mina Taifi. Kwenye riwaya nyingine wanaume hao walitoka Taif, wakaingia katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a aswatahuma fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, wakainua sauti zao kwenye msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiallahu anhu akamwambia, nyinyi mbona munainua sauti katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Lau kuntuma min ahli almadinati la auja'tukuma dharba, lao kama mungekuwa watu wa mjini, watu wa Madina nyinyi, ningeliwapiga mboko, ningeliwatia adabu, kwa sababu mumekosa adabu kwa kuinua sauti zenu katika msikiti wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume amekufa huko kaburini. Nini? Umar aliona ya kwamba huu msikiti wa mtume ni ule ni wa mtume, haukubadilika ukawa si wa mtume tena baada ya kufa kwake. Na kufa kwake mtume amekufa, hako matoni mwetu, lakini ni kama hai kwa kubaki mafunzo yake kwenye maneno yake, kwenye vitendo vyake, kwenye aliyoyakubali ya kineno akanyamaza, na aliyokubali ya kitendo akanyamaza. Kwa hivyo mtume kwetu sisi kama uko hai, kwa kuwa mafunzo yake hayakufa. Alokufa ni yeye, mwili wake hauko matoni mwetu, lakini mafunzo yake tukielezewa tuamuona mtume sallallahu alaihi wasallama uko kama ambao uko mbele yetu. Kwa hivyo lazima heshima ipatikane kwa maneno yake, lazima heshima ipatikane kwa vitendo vyake. Sasa usiambiwe neno la mtume ukalipigia kelele kwa kulipinga. Ukilipigia kelele la kulipinga kama umempinga mtume sallallahu alaihi wasallam uko hai, wala kitendo chake alichokitenda ukakipigia kelele kwamba kuwa mbona utenda hivyo. Kwa nini? Ni hatari, kwa sababu sisi tuitakidi ya kwamba heshima ya mtume kwenye uhai wake na kwenye kufa kwake zote ni sawa. Ndipo wanavyoni wakasema yukrahu raf'u sauti inda kabrihi, yatukiza ni makuruhu kuinua sauti mbele ya kaburi lake, kama kana yukrahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo ilikuwa ni makruhu kufanya hilo kwenye uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Liannahu muhtaraman hayyan, kwa sababu mtume ni mwenye kuheshimiwa akiwa hai. Wa fi kabrihi, vile vile heshima yake iko pale pale katika kabri lake. Salawatuhu wa salamuhu alayhi daima,
swala na salamu zimfikie daima. Hii ndiyo heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pana masala mawili, ya kwanza na ya pili, yanayohusiana na taadhima ya aya hizi, lakini wakati hauruhusu na hatuwezi kufanya sehemu ya pili ya huu muhadhara, kwa sababu tunataka kusonga kwenye aya za mbele. Kila aya ina matunda yake na tunataka tuyapate matunda yote kwenye aya zote. Kwa hivyo kwenye darasa za leo tutakoma kwenye aya hii ya 5. Kesho tutaendelea aya ya 6 ambao ina funzo kubwa zaidi. Funzo gani? Pia ni daa ikaja kwa ya ayyuhalladhina amanu. Kwenye aya ya kwanza ya ayyuhalladhina amanu, kwenye aya ya pili ya ayyuhalladhina amanu. Tutaangalia kesho kwenye aya ya 6 ya ayyuhalladhina amanu, twanadiwa kuna nini mbele. Na kesho ni siku ya Ijumaa, muhudhurie msikitini mapema kwa wingi, muiwahi khutba ya Ijumaa. Baada dhalika muje baada al-asri kwa muhadhara, musikilize, mwaitwa enyi mulioamini, kuna nini mbele baada ya haya. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, la tarfa'u aswatakum, musinue sauti zenu, fauka sauti nabii, juu ya sauti ya mtume nabii. Wala tajharu lahu, musiseme na yeye kwa kelele, kajahari ba'dhikum li ba'dhi, kama munavozungumzishana baadhi yenu kwa baadhi. Antahbata amalukum, isije ikapomoka amali zenu. Wa antum la tash'urun, na hali ya kuwa nyinyi hamujui. Innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah, hakika wale wanaoweka chini sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu ametakasa nyoyo zao kwa ucha Mungu. Lahum maghfiratun wa ajrun adhim, wana wao maghfira na malipo yalo makubwa. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, hakika wale wanaokuita wewe nyuma ya vyumba. Aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim, lao wangesubiri mpaka ukawatokea wao. Lakana khairan lahum, ingekuwa ni khairi kwao. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa sikitiko. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Kama kuna suala kwa tuliyoyaeleza, inshallah uliza 2-3 ili tufunge kikao inshallah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi muayyadan ma'suman. Allahumma alif bayna qulubina waslih dhata baynina wahdina subul salam وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Na wausieni inshallah kesho Ijumaa muje Ijumaa mapema biidhnillah, na darasa vile vile muhudhurie na mualikie wengine. Waambieni, msifanye wasiwasi, nyinyi endeni mkamsikilize tu, yale ambayo ni mazuri yashikeni, ambayo si mazuri muachieni. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.